salama mwaka 2025 na kupanda mbegu kwa ajili ya mwaka ujao 2026. Tunamshukuru Mungu, ni mwema. Leo ni siku ya mwisho ya mafungo yetu. Leo ni siku ya tamati ya mafungo yetu. Leo ni siku ya fainali ya mafungo yetu. Mafungo haya yametuchukua takribani siku 12 na leo ndiyo hiyo siku ya 12. Mungu akutunze, akusaidie uweze kustahimili masaa yote ya siku ya leo, ili basi tuwe na hitimisho jema kwa pamoja. Hongera sana na Mungu akuwezeshe. Basi karibuni sana wapendwa, tufungue kwa sala ili tuanze rasmi siku ya leo. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya 12 ya mafungo yetu. Hakika Baba, umetubeba kwa mkono wako wenye nguvu, umetembea na sisi kwa siku zote. Bwana, niwe peke yako uliyetushika mkono, niwe peke yako uliyetusaidia, niwe peke yako uliyetubeba. Tunaomba Mungu tuwezeshe hata kuwa na hitimisho jema katika siku ya leo. Tutie nguvu Bwana, tusaidie tusiishie njiani, tusaidie tuwe na nguvu, tuwe kama watu walioshiba ini hali hatujala chakula cha mwilini, lakini kwa sababu tumekula chakula cha rohoni. Mungu, tushibishe neno lako, tusaidie tuweze kuwa na wakati mwema. Bwana Roho Mungu, hata tunakualika sasa tunapoenda kusikiliza neno lako ulilotuandalia siku ya leo. Karibu Roho Mtakatifu, tuangazie katika mapambazuko yako. Karibu utuwezeshe kuweza kuelewa neno lako. Tupe nguvu za kuomba, tuondolee uzito, uvivu na ulegevu, tujaze neema yako Bwana, ili sote tuombe sawasawa na mapenzi yako. Raka shenderebosaka, tuseme amen. Haleluya. Wana wa Mungu aliye hai, karaboshaka. Karibuni sana wapendwa, ikiwa leo ni siku ya 12 na ya hitimisho, tukiwa tuko kwenye sehemu ya asubuhi ambayo ni sehemu ya toba na shukrani. Somo letu tunaloendelea kutembea nalo linaitwa shukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Shukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Kila siku moja ya mafungo tumekuwa tukiombea mwezi mmoja katika mwaka. Siku ya kwanza tuliombea mwezi wa kwanza, siku ya pili tuliombea mwezi wa pili, siku ya tatu tuliombea mwezi wa tatu, ya 4, ya 5, ya 6 na nyinginezo tulifanya hivyo hivyo. Leo siku ya 12 tunaenda kuombea mwezi wa 12. Asubuhi ni muda wa toba na shukrani. Kwa muda huu tutaenda kuombea mwezi wa 12, tutaomba toba na tutashukuru kwa ajili ya hayo malango. Upande wa jioni tutaombea tena mwezi wa 12 wa mwaka ujao 2026. Kitu ninachokusisitiza ni kwamba somo la leo jioni litawahi mapema. Tutaliweka mapema kutokana na ratiba za mkesha wa mwaka mpya. Hivyo basi somo litakuwa mapema kabisa. Unatakiwa kuanzia saa 10 uweze kufuatilia kwenye magrupu yetu, kwenye madhabahu zetu, utaliona mahali hapo, ili usali mapema uende kwenye mkesha ukiwa umesha sali. Basi tusonge mbele. Somo letu nimesema linaitwa shukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Andiko letu la msingi ni lile lile la siku zote la kitabu cha Marko sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 8. Injili ya Marko sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 8. Injili ya Marko sura ya 4 ila ya 3 hadi ya 8 inasema namna hii. Sikilizeni. Tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba. Hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikaisonga isizae matunda. Nyingine ikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukua na kuzaa, 130, 160 na 100. Oh, haleluya! Wana wa Mungu aliye hai.
Tangu ile siku ya kwanza ya haya mafungo tumekuwa tukipitia hichi kitabu na tumekuwa tukiona namna ambavyo mpanzi ambaye ni mimi na wewe alipanda mbegu. Na mbegu ya kwanza aliipanda kando ya njia, haikuota, ndege wakaila. Mbegu ya pili akaipanda kwenye mwamba, na yenyewe pia haikuota, jua likaiunguza. Mbegu ya tatu akaipanda kwenye miiba, na yenyewe pia haikuota, miiba ikaisonga. Mbegu ya tatu akaipanda kwenye udongo mzuri. Mbegu ya nne akaipanda kwenye udongo mzuri, ikapata nafasi ya kuota na kuzaa sana. Sasa mbegu tatu tumeshajifunza tayari. Kwa sasa tuko kwenye eneo la hii mbegu ya nne aliyoipanda kwenye udongo mzuri, ambayo kwenye ule mstari wa 8 anasema nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukua na kuzaa, 130, 160 na 100. Leo tutaenda kudili kwenye kile kipengele kinachoitwa toba kwa ajili ya kuangamiza mbegu kwa kukosa maarifa. Toba kwa ajili ya kuangamiza mbegu kwa kukosa maarifa ndio kipengele tutakachodili nacho katika hili somo asubuhi ya leo. Kinaitwa toba kwa ajili ya kuangamiza mbegu kwa kukosa maarifa. Ndiyo, umepewa mbegu, umepanda kwenye udongo mzuri, lakini haijaota, na ili hali umepanda kwenye udongo mzuri. Kwa tutaomba toba namna ulivyoangamiza mbegu kwa kukosa maarifa. Tutaomba toba namna ulivyoangamiza mbegu kwa kukosa maarifa. Umeangamizaje na ilikuwaje? Ukinisikiliza kwenye somo utaelewa. Kwa naomba uwe na utulivu. Kila mwaka katika ulimwengu wa roho, Mungu huwa anampa kila mwanadamu mbegu za kupanda mwaka huo. Kila mwaka katika ulimwengu wa roho, Mungu huwa anampa kila mwanadamu mbegu za kupanda mwaka huo. Kila mwaka. Ilivyokuwa 2020 ulipewa mbegu, 2021 ulipewa mbegu. Tangu umezaliwa ukajitambua, tangu ulipozaliwa ukajitambua, Mungu amekuwa akikupa mbegu kila mwaka za kupanda katika mwaka huo. Au kwa lugha nyepesi unaweza ukasema kila mwaka Mungu huwa anampa mwanadamu malengo ya kuyasimamia na kuyatimiza ndani ya mwaka husika. Kila mwaka Mungu huwa anampa kila mwanadamu malengo ya kuyasimamia na malengo ya kuyatimiza ndani ya mwaka husika. Hakuna mwanadamu mwenye akili timamu ambaye anaweza akaanza mwaka akiwa hana matamanio ya kutimiza kwenye huo mwaka. Hakuna. Kila mwanadamu mwenye akili timamu, kila anapoanza mwaka, kila anapouishi mwaka, lazima ndani yake awe ana matamanio na mategemeo anayotarajia kuyatimiza kwenye huo mwaka. Kwa hayo matamanio na matarajio, kuna ambayo huwa yanatoka kwako kama mwanadamu na kuna ambayo huwa yanatoka kwa Mungu. Sasa kwenye hili somo letu asubuhi ya leo, tunataka tuyaangalie yale ambayo kila mwaka ni Mungu ndio huwa anakupa kama mbegu kwenye udongo mzuri, akiwa ana uhakika wa kukufanikisha kwa sababu amekupa yeye. Kila mwaka iko namna hiyo kwa kila mtu. Kile kitabu cha Wakorintho wa pili kinatuthibitishia hilo. Angalia pamoja na mimi ile waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorintho, ile waraka wa pili, Wakorintho wa pili, ile sura ya 9 mstari wa 10. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 10. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 10 inasema namna hii. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 10. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda. Unasikia hiyo? Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula,
atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Kwa Biblia iko wazi, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda. Kwa Mungu kila mwaka, kwa sababu yeye ndiyo mgawa mbegu, yeye ndiyo mtoa mbegu, kila mwaka huwa anatupa mbegu za kupanda. Na ndio maana Biblia inasema, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda atawapa mbegu za kupanda. Kwa Mungu ni mgawa mbegu, na kila mwaka anatupa mbegu za kupanda. Na hii mbegu ukishapanda inageuka kuwa chakula. Ndio maana anasema mkate uwe chakula. Na yeye akishakupa mbegu ukipanda, anaizidisha na anaiongeza. Kwa lugha nyingine ni kwamba kila mwaka Mungu huwa anataka kiwango cha maisha yako kiongezeke na kizidi kukua. Kila mwaka Mungu huwa anataka kiwango cha maisha yako kiongezeke na kuzidi kukua. Na ndio maana ukiendelea kusoma zaidi kule baadaye utaona Paulo anasema tunatoka utukufu hadi utukufu, utukufu hadi utukufu. Hiyo lugha Paulo aliongea alipokuwa anazungumza na Wakorinto kwamba tunatoka utukufu hadi utukufu. Kwa nini? Kwa sababu kila mwaka anakupa mbegu za kupanda na anazizidisha, kwa sababu anataka uongezeke. Ulivyouanza mwaka 2025 kuna kiwango ulitoka nacho 2024. Kwa Mungu kuna mbegu alikupa akikusudia akuongeze 2025, akuongeze kiroho, akuongeze kimwili, akuongeze kiuchumi, akuongeze kikipato, akuongeze kila sekta na kila eneo la maisha yako. Ile wewe kutamani uongezeke haina maana ya kwamba Mungu naye hatamani uongezeke. Mungu anataka uongezeke kuliko wewe unavyofikiri, na kila mwaka anakupa mbegu ili uongezeke. Namna Mungu anayotumia kutupa hizi mbegu kila mwaka ni namna ya kiroho, sio ya kimwili. Namna Mungu anavyotumia njia ya kutupa hizi mbegu, anatumia njia za kiroho na sio njia za kimwili. Mungu anatumia njia ya kutufunulia wazo ndani yetu la nini tufanye ili tujikwamue kimaisha. Mungu anatupatia mbegu kwa kutupa wazo au kutufunulia wazo ndani yetu la nini tufanye ili tujikwamue kimaisha. Kwa kila mwaka Mungu lazima aweke wazo ndani yako, lazima akufunulie wazo ndani yako la kukufunulia nini ufanye ili ujikwamue kimaisha kwenye huo mwaka. Katika kiroho atakupa wazo la nini ufanye ili ukue kiroho. Katika huduma atakupa wazo la nini ufanye ili ukue kihuduma. Katika ndoa atakupa wazo la nini ufanye ili ndoa yako izidi kuwa bora kwenye huo mwaka. Katika uchumi atakupa wazo la nini ufanye ili uchumi wako uzidi kuwa bora kwenye huo mwaka. Kwa kila sekta inayokuhusu kwenye maisha yako, kila mwaka Mungu lazima akupe mbegu kwa njia ya kukupa wazo la kukufunulia ufanye nini ili uongezeke, kwa sababu lengo lake ni uongezeke. Na ndio maana nikikurudisha kwenye ile Wakorintho wa pili sura 9 mstari wa 10 inasema, yeye ampaye mbegu mwenye kupanda atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Oh, haleluya! Wana wa Mungu wale hai, watu wa Mungu, unapoanza mwaka hapa ndio pale utaona unaanza kukua na msukumo ndani yako wa kuzalisha jambo fulani au wa kufanya jambo fulani, na hilo jambo linakuwa linakupa amani moyoni. Unaona tu wewe mwenyewe ukiwa mwanzo wa mwaka, unaona tu kuna mawazo mengi yanakuwa yanakuijia, jinsi unavyouishi mwaka,
jinsi unavyoendelea mwaka kusonga, mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5, unakuwa unaona tu kuna mawazo mbalimbali yanajijia yenyewe. Hukuombea yaje, hukufunga ili yaje, hukutoa sadaka ili yaje, ila tu unaona yanakuja automatically, yanakuja moja kwa moja yenyewe, ila yanakuwa na ishara ya amani. Kwa ile amani yanayokuja na hayo mawazo inakuwa ni ishara ya kimungu kwamba yametoka kwa Baba wa mbinguni, ili ufanye uzidishwe kwenye mwaka huo. Sawasawa na kile kitabu cha Wafilipi sura ya 4 ule mstari wa 7. Wafilipi sura ya 4 ule mstari wa 7. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 7 inasema namna hii: na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa tunaona kwamba hilo wazo lazima litakuwa na amani, na ndio maana Biblia inasema na amani ya Mungu ipitayo akili zote. Kumbuka tulikotoka, tulikataa kuishi kwa kufuata akili zetu, na ndio maana wazo la Mungu litakuja likiwa na amani inayopita akili zako. Kwa usianze kupambana na akili yako kulitafakari wazo la Mungu, ila pambana na ile amani unayoisikia ndani yako. Ile amani inakuwa ni ishara ya Roho Mtakatifu kwamba ili wazo ulilopewa ni la kimungu. Na kumbuka, umepewa ili ulitekeleze kwenye huo mwaka, na ukishalitekeleza uongezeke, uzidishwe, maana ni mpango wake kila mwaka akuongeze na akuzidishe. Sasa atakuongezaje? Ni lazima akupe mbegu, akupe wazo, wewe ulitekeleze, ndipo uongezeke na ndipo uzidishwe. Na utalijuaje ili wazo ni la Mungu? Biblia inasema litakuja na amani ya Kristo ipitayo akili. Kwa usilitafakari kwa akili yako, usitafakari kwa akili ya washauri wako, akili ya ndugu waliokuzunguka, akili ya mazingira yako, ila tafakari kwa ile amani unayosikia ndani yako. Hata kama watu wengine hawana amani, wewe sikiliza amani ya Kristo inayoamua ndani yako, maana Mungu hajasema inayoamua ndani ya mioyo ya wengine, imesema ndani ya moyo wako wewe. Na ndiyo maana lazima uhakikishe una roho wa Mungu na unamsikiliza roho aliyoko ndani yako. Si kama tunaelewana, kanisa la Mungu? Na ndio maana nakurudisha pale pale. Kila mwaka Mungu huwa anafanya hivyo, anatufunulia mbegu, anatupa idea za maisha, tufanye nini ili kujikwamua. Shida inapoanzia, wengi huwa tunapuuza mawazo ya Mungu tunayopewa kila mwaka. Hapo ndo shida inapoanzia. Asilimia kubwa ya watu huwa tunapuuza mawazo ya Mungu ambayo huwa anatupa kila mwaka. Kwa unakuta mtu kila mwaka anateseka na shida zinazojirudia rudia. Hii si mara ya kwanza naongea hichi kitu kwenye hili somo, kwenye haya mafungo. Ni kama mara ya pili, mara ya tatu. Mpendwa, ukiona sauti ya Mungu inajirudia tena namna hii, jua kuna mahala anataka akusaidie. Uwe makini sana kupasikia. Sema amen. Watu wa Mungu, kuna watu ambao mko hapa kila mwaka mnateseka na shida zinazojirudia rudia. Unakuta mtu kila mwaka anaombi moja, kila mwaka yeye anaombaga tu kuolewa. Mwaka ujao tena anaomba kuolewa, mwaka ujao tena anaomba kuolewa. Mwingine kila mwaka anaombaga kazi, mwaka ujao tena kazi, mwaka ujao tena kazi, na anaomba na hapati. Mwakani tena ataomba, hapati. Mwaka ule tena aliomba, hapati. Lazima ukae kujiuliza, kwa nini sipati? Kwa haraka kuna wakati watu tunaanza kusema labda ni laana fulani, labda umefungwa sehemu fulani, labda kuna roho fulani. Wakati mwingine tunasingizia mizimu, tunasingizia laana, na unakuta hakuna laana, hakuna mzimu, ila shida ipo kwako wewe mwenyewe. Unashindwa kupokea wazo la Mungu, unashindwa kupokea mbegu ya kukutoa kwenye hiyo shida.
na si kwamba una laana wala hauna. Upo zako mama wa watu, dada wa watu, kaka wa watu, kijana wa watu, upo zako kwenye udongo mzuri, uko zako kwenye udongo mzuri, na Mungu kila wakati anakupa wazo, ila unalipuuzia, unalidharau, unataka vile unavyoona wewe ndio iwe. Mtu wa Mungu ulioko hapa, jaribu wewe tu kutafakari kwenye moyo wako, ni mawazo mangapi kila mwaka unapewa na unayapuuzia? Utakuta ni mengi sana, utakuta ni mengi sana. Mimi naomba nikueleze ukweli, hiyo shida ulionayo ambayo kila mwaka unavuka nayo, mwaka ule tena ulivuka nayo, na kuna nyingine unategemea nayo kuvuka nayo tena na mwaka huu, si kwamba haijawahi kujibiwa, ilishajibiwa, ila shida ipo kwako. Mungu anajibu kwa njia zake, unatakiwa hilo leo ulitambue. We jaribu tu kufikiria, nikupe njia nyepesi. Ni wazo gani huwa linakuijia linaloendana na hiyo shida, na mara nyingi unalipuuzia hilo wazo? Narudia tena hii sentence. Ni wazo gani huwa linakuijia linaloendana na hiyo shida inayokusumbua kila mwaka na huwa unalipuuzia? Mpendwa, hilo wazo ambalo huwa linakuja na huwa unalipuuzia, kwa taarifa yako, kama ulikuwa ujui, ndio huwa ni majibu ya hilo jambo lako. Tusiondoke, tukae tutafakari kiualimu. Kwa nini huwa unapuuzia? Kwa nini huwa unapuuzia? Majibu unayo wewe. Wewe lipime tu hilo wazo, linakupa amani? Kuna utofauti wa wasiwasi na amani. Kama una wasiwasi wa kuhisi haitawezekana, haitakuwa, mimi sio wa kuwa hapa, ni wewe. Ila kama hauna amani, una mfadhaiko, unakukosa raha, ni Mungu anakukataza. Ila kama una amani na ukikaa kabisa kuangalia ili wazo hata kwenye maandiko ya Biblia ni sahihi, mpendwa, tekeleza hilo wazo. Tekeleza hilo wazo. Ngoja mimi nikwambie kitu. Nikupe tu mfano mmoja kwenye eneo la kuolewa. Lutu alifiwa na mme. Lutu akabaki anaishi na mama mkwe wake ambaye anaitwa Naomi. Lutu akakataa kuolewa tena, lakini mama mkwe akawa amebeba mzigo wa kumtamani kumuona Lutu anaolewa tena. Na kila walipoenda, kila mwaka Lutu alikuwa na shida ile ile ya kutokuolewa. Kila mwaka shida ile ile ya kutokuolewa. Lakini wazo la Mungu lilikuwa lipo ndani ya mama mkwe. Ikafika mahala mama mkwe akampa Lutu wazo, akamwambia kuna mwanaume anaitwa Boaz. Huyo Boaz anafaa kuwa mme wako, lakini atakuonaje kama wewe unafaa kuwa mke kwake? Nenda shambani, utamkuta amefanya kazi, amechoka, nenda kajilaze miguuni pake. Akikukuta umelala miguuni pake, akiamka atatambua wewe unafaa kuwa mke wake. Kwa Lutu akafanya namna hiyo. Kaenda shambani, akamkuta Boazi amelala amechoka, akajilaza miguuni pake. Umeona mawazo ya Mungu hayo? Tofauti kabisa na mawazo yetu. Hebu niambie, wewe ni mwanamke uko hapa, unatamani kuolewa, atokee mtu akwambie fulani yule ndiye anafaa kuwa mme wako. Nenda pale alipokaa, ufike ujilaze miguuni pake. Kwa dunia leo, kila mtu angeanza kusema haiti, sio maadili yetu mwanamke kumtongoza mwanaume, sio maadili yetu, taonekana na jitongozesha, taonekana na mshobokea. Tungeweza kusema namna hiyo, lakini Lutu ndicho Mungu alichomtaka afanye. Kasome kitabu cha Lutu, utaona anachokwambia. Sasa sina maana ya kwamba ukamtongoze mwanaume, sina maana ya kukufundisha namna hiyo, ila maana yangu ni kwamba linapokuja wazo la Mungu linakuja tofauti kabisa na tamaduni yako, tofauti na mazoea uliozoea. Ndio maana unahitaji amani ya Kristo kuamua moyoni mwako. Si kwamba Lutu ilikuwa ni rahisi kwake kwenda kujilaza kwenye miguu ya Boazi.
kilichompeleka Lutu pale ni amani ya Kristo. Alisikia amani moyoni. Ndio maana nakuuliza hivi, ni jambo gani linakusumbua kila mwaka? Na ni wazo gani huwa linakuijia? Mpendwa, kama hilo wazo linalokuijiaga lina amani, huyo ni Mungu. Shida inayokuja huwa unalipuuzia kwa sababu hauna maarifa kwenye hilo eneo. Ndio maana Hosea aliongea kitu kizuri sana, nabii Hosea. Ukiangalia kile kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6a. Hosea sura ya 4 mstari wa 6a. Hosea sura ya 4 mstari wa 6a. Inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ndivyo Biblia inavyosema. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaangamia, si kwamba Mungu amepanga waangamie, ila wanaangamia kwa sababu tu ni wao hawana maarifa. Narudia tena, kuna watu wanaangamia kwenye hii dunia, si kwamba wanaangamia hapa duniani kwa sababu Mungu amepanga waangamie, ila wanaangamia kwa sababu ya wao wamekosa maarifa ndani yao. Wamekosa maarifa ndani yao. Jambo linalosikitisha, hiyo shida inayokusumbua kila wakati, kila mwaka inakusumbua, na hata mwaka huu nayo. Jambo linalosikitisha, Mungu alishatoa maarifa zamani sana ya wewe kuvuka hapo, ila umekuwa huyapokei. Ndiyo maana umegeuka kuwa mateka wa hilo tatizo. Na unajua, ikifika mahala ukiwa hauna maarifa ya kuvuka kwenye jambo fulani, unageuka kuwa mateka wa hilo jambo. Ndio maana kuna watu ni mateka wa kutokuolewa kwa sababu wamekosa maarifa ya kumtoa kwenye hilo jaribu. Kuna watu ni mateka wa magonjwa kwa sababu wamekosa maarifa ya kumtoa kwenye hayo mateka. Jiulize hapo ulipo, wewe ni mateka kwenye eneo gani? Wewe ni mateka kwenye eneo gani? Na jibu ni kwamba ni kwa sababu una maarifa ya kukutoa hapo. Angalia kile kitabu cha Isaya kinavyosema vizuri. Ile Isaya sura ya 5 mstari wa 13b. Isaya sura ya 5 mstari wa 13b. Isaya sura ya 5 mstari wa 13b. Inasema, kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa. Unaona? Kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka. Kwa hiyo si kwamba hawa watu Mungu alipanga wawe mateka, ila kilichosababisha wachukuliwe mateka, anasema kwa sababu wamekosa maarifa. Kwa ukikosa maarifa unaweza kuwa mateka wa eneo fulani. Na ndio maana kuna watu kila mwaka mnatumikia shida moja. Ina maana nyie ni mateka kwenye hiyo shida. Nyie ni mateka kwenye hiyo shida. Wewe ni mateka kwenye hiyo shida. Na si kwamba Mungu ametaka uwe mateka, ila ni kwa sababu wewe umekosa maarifa. Halafu kinachosikitisha si kwamba hujapewa maarifa, ulipewa ila umeakataa. Ndio maana Hosea anamalizia kwa kusema nimewapa maarifa yangu, mmeakataa. Ndio maana mmekuwa mateka. Kwa hiyo mmepewa maarifa, mmeakataa. Na unaweza ukasema, Mwalimu Petro, hayo maarifa Mungu alitupaje? Nilikwambia hivi, alikupa kupitia wazo. Ule wakati ulipopewa wazo ukalikataa, ndipo wakati ulipokataa maarifa na umeendelea kuwa mateka. Na unajua Mungu anapokupa wazo, anaweza akakupa wazo likajifunua ndani yako automatically, au anaweza akakupa wazo kupitia watu. Ndio maana kuna watu mlipewa ushauri mzuri kabisa na watu wanaowapenda, ila mkawakatalia hao waliowashauri. Na ukikaa kuangalia huo ushauri ulikuwa ni mzuri, una amani ya Kristo ndani yake, ila ulikataa kwa sababu ya mazoea ya namna unavyomuona huyo mtu, namna unavyomfikiria huyo mtu, ukakataa ushauri wake. Kumbe Mungu alimtumia. Ujui kama Biblia inasema anaweza nikainua mawe yapige kelele. Mungu anaweza akamuinua mtu ambaye unamfikiria ni adui, akaja na wazo la kukutoa kwenye shida, ila kwa sababu wewe unamuona ni adui ukakataa wazo lake. Mungu anaweza akatumia punda kuongea.
Kamuulize Labani, atakwambia punda aliongea na Labani. Kwa Mungu anaweza akatumia mazingira ambayo hutegemei kama yanaweza yakakusaidia, yawe mazingira yakaachilia idea ya kukuvusha, ila wewe ukaikataa idea kwa sababu ukasema punda hawezi kuongea. Ninayo mengi ya kukuambia, lakini Roho Mtakatifu anasema imetosha. Mtu wa Mungu ali hai, tukiwa tunaanza haya mafungo, niliona siku 12 ni nyingi, na nikawa najisemea moyoni, Mungu, nitaongea nini siku zote 12? Asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Unaelewa maana yake? Maana yake ni masomo 24, masomo 24. Nikawa tunajiuliza kwenye akili yangu, na wakati mwingine hata nilikuwa nikijaribu kushare na mke wangu hivi vitu, kwamba hizi siku 24 nitaongea nini. Lakini angalia Roho Mtakatifu alivyo ajabu. Andiko hili moja tumetembea nalo hizi siku zote za masomo 24. Andiko moja tu la Marko sura ya 4, mstari ule tuliokuwa tukisoma kila siku wa 3 hadi wa 8. Na mpaka leo niko hapa, ndani yangu kuna vitu vingi sana ambavyo natamani kuendelea kuachilia, lakini hivi nilivyoachilia ndio vile Mungu amenipa kibali niachilie. Mtoto wa Mungu ulioko hapa, ninayo mengi ya kukuambia, lakini haya Mungu alionipa niseme yametosha. Hivyo basi, tafakari moyoni mwako, ni mawazo mangapi ya Mungu umeyakuwa ukiyakataa? Ni maeneo mangapi umeangamia kwa kukosa maarifa? Mwaka 2025 tutasimama kwenye lango huu la mwezi huu wa 12. Tutaomba toba mbele za Bwana kila tulipokataa maarifa, na baada ya hapo tutamshukuru pia kwa kila wazo ambalo amekuwa akitufunulia kila mwaka. Na tunagundua hata mateso tunayoteseka, kumbe tulishapewa wazo la kutoka hapo. Kwa tutamshukuru yeye, Mungu alikuwa mwema kwetu, ila sisi ndio wabaya. Sisi ndio wabaya. Mungu hajawahi kuwa mbaya. Mungu hajawahi kamwe kuwa mbaya. Mungu hajawahi kuwa mbaya na hata kuja kuwa mbaya. Na ndio maana hata Maombolezo ile sura ya 3 ule mstari wa 33, Maombolezo sura ya 3 mstari wa 33, anasema maana moyo wake haupendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Kwa unaona wazi, Mungu hapendi kuwatesa wanadamu wala hapendi kuwahuzunisha. Kwa mateso unayoteseka nayo, huzuni unazoteseka nazo, ulishapewa zamani wazo la kutoka, ila ulilipuuzia. Ramashiki nderebo saka. Wacha tumuombe msamaha Mungu wetu. Unaweza ukakamata sadaka yako mahala ulipo. Kamata 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 sadaka yako mahala ulipo. Tutaenda kuomba kwa pamoja, majirani ya watu wa Mungu, mahala popote pale ulipo. Tutaenda kuomba kwa pamoja toba na shukrani mbele za Bwana. Ramosheke nderebo saka. Risandarabu shakarabasiki. Ninaamini tayari kila mmoja ameshakamata sadaka yake. Naomba useme haya maneno. Sema, nimejikuta nimekuwa mateka wa kukaa kwenye shida moja miaka yote. Sema, nimejikuta nimekuwa mateka wa kukaa kwenye kikwazo kimoja muda wote. Sema, nimejikuta nimekuwa mateka wa kukaa kwenye changamoto moja muda wote. Baba, si kwamba haukunipa njia, ulinipa, ila ni mimi ndio nilikuwa sababu ya kuto kuisikiliza hiyo njia, kwa sababu ya imani yangu kuwa haba, kwa sababu ya kuwa mjuaji, kwa sababu ya kusikiliza akili zangu, kwa sababu ya ulegevu wangu. Ndiyo maana siku ya leo Baba, ninakuja mbele zako. Sema, ninakuomba msamaha. Sema tena, Baba, ninakuomba msamaha. Ninaomba unisamehe kila niliposhindwa kupokea maombi yako, kupokea maarifa yako, kupokea mawazo yako katika moyo wa shukrani. Sema, Baba, ninaomba unisamehe. Sema tena, Baba, ninaomba unirehemu. Sema tena, Baba, ninaomba unitakase. Sema, Baba, leo ninaonyesha appreciation. Sema, Baba, leo ninaonyesha kukubali kwamba wewe ulinipa maarifa. Wewe haukukubali mimi niteseke huu mwaka.
Wewe haukukubali mimi niangamie huu mwaka, ndio maana ulinipa maarifa. Baba, ninakushukuru. Sema Baba, ninakushukuru kwa maarifa ulionipa. Sema Baba, ninasema asante, maana ulinipa maarifa mengi, ulinipa mafunuo mengi, ulinipa watu wengi wa kunishauri, ulinipa mazingira mengi ya kunisemesha, ila shida ni mimi. Ndiyo maana Baba, ninakushukuru. Leo ninakuja kwako Baba, sikubali kuvuka na huu udhaifu 2025 2026. Baba, sikubali kuvuka na udhaifu kwenda nao 2026. Ninaomba udhaifu huu ubaki mwaka huu 2025. Baba, niko kwenye lango la mwezi wa mwisho wa mwaka. Ninauacha udhaifu huu chini ya msalaba wako Yesu. Ninaomba huruma ya Mungu iniokoe. Naomba huruma ya Mungu iniokoe. Naomba huruma ya Mungu iniokoe. Iniondolee hali hii Bwana ya ubishi wa kuto kusikiliza wazo lako, kuto kusikiliza maarifa yako. Baba, ninaomba toba. Baba, ninaomba toba. Rapo shaka sekerebo. Endelea kuomba kwa maneno yako. Endelea kuomba kwa maneno yako. Endelea kwa maneno yako. Endelea kuomba toba. Watu wa Mungu, kila mmoja endelee kuomba vile Roho Mtakatifu anavyomsukuma kuomba ndani yake, maana kila mmoja anayajua maisha yake. Siku zote hizi 12 nimekuwa nikikuachia hizi dakika, ni Roho Mtakatifu ndiye huwa anakupa ili kila mmoja abubujike mbele za Bwana. Endelea kuomba sawasawa na vile ambavyo ndani yako unasikia msukumo wa kuomba. Endelea kuomba toba. Bwana akikupeleka kwenye toba, ng'ang'ana na toba, usilazimishe kwenda pengine. We baki hapo hapo tu kwenye toba. Akikupeleka kwenye shukrani, ng'ang'ana na shukrani, ng'ang'ana na shukrani. Usiombe kwa mazoea, usiombe kwa mazoea. Na kama unanena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha. Unaomba kawaida, omba. Jimimine kwa Bwana, jimimine kwa Bwana, maana saa ya kusafishwa kwa damu ya Yesu ni leo. Saa ya kutakaswa kwa damu ya Yesu ni leo. Anasema kama mbingu na nchi zilivyo mbali, ndivyo yalivyo mbali mawazo ya Mungu na mawazo yetu. Ndio maana tunahitaji imani ili kuyatekeleza. Ulikosa imani, ndio maana ukawa mateka kwa kukosa maarifa. Omba toba kwa Bwana, omba toba kwa Bwana ili shida hiyo isijirudie 2026. Maana mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye, asema Bwana. 2026 tutaishi kwa imani, tutaishi kwa imani. Ndio maana unahitaji kutubu mapema ukiwa 25, ili huo udhaifu usiingie nao mwakani. Endelea kuomba toba. Endelea kuomba toba, mtoto wa Mungu, mahala ulipo. Usinyamaze kimya, usinyamaze kimya. Weka zana tu kusema kwa imani, Baba Mungu nisamehe kwa kuangamia kwangu kwa kukosa maarifa. Endelea kumwambia Baba Mungu, naomba unisamehe, nimeangamia pengi. Kumkumbushe Bwana kabisa kwamba Bwana, pale nilipoingia kwenye shida ile ukanipa wazo lile nikalipuuzia, naomba unisamehe. Ukisikia msukumo wa kupiga magoti, piga magoti ukiomba toba. Ukisikia msukumo wa kulia, wewe lia machozi kwa Bwana, lia machozi kwa Bwana. Ni sehemu ya toba, ni sehemu ya ibada, ni sehemu ya ibada. Oraposhamande rikisakanda robo shakarabasiki. Yesu, naomba uendelee kututakasa. Yesu, naomba uendelee kututakasa, maana tumeanguka maeneo mengi kwa ulegevu wetu. Baba, wako watu mahali hapa, wengine wana kiburi, wengine wana kiburi. Walikatazwa kabisa, walionywa kabisa, wakawa wagumu kusikia. Kumbe ilikuwa ni maarifa yako ndio uliokuwa unawapelekea. Baba wasamehe, Baba wasamehe, Baba wasamehe, Baba wasamehe. Yesu, pitisha neema asubuhi ya leo, pitisha neema mchana wa leo,
pitisha neema jioni ya leo, majira haya ambayo mtoto wako anakusikiliza, kadiri ya nchi aliyopo, kadiri ya taifa alilopo. Yesu, pitisha neema. Yesu, pitisha neema ya kumsaidia katika jina la Yesu, ili kila mtoto wako hapa Baba aondolewe kwenye huo udhaifu wa kutokutii maarifa, kutokutii wazo lako, kutokutii sauti yako. Baba, pitisha upanga, pitisha upanga, kata hicho kilema, kata hicho kilema, kata hicho kilema, na kata hicho kilema cha ubishi, hicho kilema cha kutokusikiliza maarifa, na kata kwa jina la Yesu Kristo. Na achilia damu ya Yesu kwenye ufahamu wako kuanzia leo. Ufahamu wako ufunguliwe, ufahamu wako ufunguliwe, ufahamu wako ufunguliwe katika jina la Yesu. Nafungua ufahamu wako, nafungua ufahamu wako kuanzia leo. Bwana atakapokusemesha, ukamsikilize, 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 ukamtii, ukamtii. Pokea neema ya kuitambua amani ya Kristo. Raboshakandikirebo, pokea neema ya pekee ya kutambua amani teki ya adui, ili ujue kupambanua, ujue kupima. Rokorakandikiterebo, rikishakamukuraba, rikikiramanda kariaka. Endelea kuomba mtu wa Mungu mpaka mzigo wa maombi ndani yako kuachie. Endelea, 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 endelea. Orapandeke